Haleluya kanisa. Karibuni sana katika juma hili na wiki hii pamoja na siku 21 ambazo tunaanza siku ya leo kwa ajili ya kuwa kwenye maombi uweponi mwa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nilikuwa nimepanga kuwa na maombi haya tangu mwanzo wa mwaka. Wakati nilipokuwa nikiandika dira tutakotembea nao katika mwaka huu, nilikusudia mwaka huu tuwe na maombi ya siku 21 mara mbili. Ile tulizoea Disemba na hii ambayo tunaanza sasa. Kwa hiyo kwa nini nilifanya hivyo? Kwa sababu niliona kwamba maombi ya siku 21 tunafanya Disemba yanaumba jambo kubwa sana kwenye kanisa na kwenye maisha yetu. Na wengi wana mambo mengi wanashuhudia. Najua si wengi wanapenda kushuhudia. Kuna watu wachache wanapenda kushuhudia, na wengine wakipata matokeo wanafurahi kuwa nayo. Lakini si kila aliyenyamaza hakuna kitu Mungu amefanya kwenye maisha yake. Wako wengi sana wamenyamaza, hajatoa ushuhuda, lakini mkipata nafasi wawili mnazungumza, anakueleza jinsi ambavyo amekutana na Mungu kwa maombi ya mwezi wa 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nikaona itakuwa vizuri kama tu siku 21 za mara moja zinaweza kufanya jambo linalotia alama kwenye maisha ya watu. Kanuni ya Mungu si kupunguza. Kanuni ya Mungu siku zote ni kuongeza. Haleluya. Na wengine wetu ambao ni wafanya biashara, na sisi tunatumia kanuni hiyo hiyo. Biashara ambayo ukiifanya unapata faida, unaongeza mtaji. Si ndio? Biashara ambayo ukifanya ukaona haka kama mkondo haka kanalipa, unaongeza mtaji mle ndani, ili kusudi upate zaidi humo ndani. Kwa nikadhani tunahitaji kufanya kitu kingine cha aina hiyo katikati ya mwaka. Tunakuwa tumefanya mwisho wa mwaka, lakini nafikiri tunapokwenda katikati ya mwaka kuna mambo mengi yanaendelea. Tunahitaji kuchochea tena ili ya kwamba tuweze kwenda zaidi. Wangapi wanafahamu hata kwa kuona kwenye runinga vile vyombo wanavyopeleka kwenda kwenye mwezi? Ulishawahi kuona wanavyovionyesha kwenye TV? Nguvu inayokinyanyua inatakiwa isiwe ndogo, iwe nguvu kubwa sana inaweza kukipa kasi kubwa. Kikitoka kiende na kasi inaweza kushindana na uvutano. Sema uvutano. Sema uvutano. Namna Mungu alivyoumba hii dunia yetu na sayari zingine na hata mwezi pia, ameitengenezea lisumaku kubwa sana linaishi humo ndani. Kuna lisumaku kubwa linaishi humo ndani katikati kabisa ya dunia. Dunia ni mduara. Sasa kule ndani katikati ni sumaku. Kwa vitu vyote hata vingeendaje, vikienda juu vinavutwa kurudi chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu tungekitumia nguvu gani ukakirusha kwenda juu, ile nguvu uliyotumia ikifika mahali kafika sifuri kaisha, kinashindwa kuendelea. Wala hakiwezi kukaa pale pale. Kinavutwa kurudi kwa sababu ya ile sumaku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kile chombo kinatakiwa kiondoke, kivuke umbali, kivuke eneo ambalo ile sumaku inafanya kazi, ili kikienda kiwe kimeenda jumla.
ili kikienda kile kimeenda jumla, kinahitaji nguvu ya kukitoa iwe inaweza kushinda ile nguvu inayokivuta. Ndio ule moto nauona wanakitengeneza namna fulani, namna kuondoka, kunatokea mlipuko chini yake. Ule mlipuko ni nguvu kubwa, ukikinyanyua hivi kinatoka kwa nguvu kubwa, na ile kasi inatosha kukifanya kiende. Lakini wakati mwingine wanajua chaweza ile nguvu ikaisha, hakijavuka anga lenye uvutano wa dunia. Kwa kunakuwa na kipande kingine tena ambako kina sense kwamba nguvu inaelekea inaisha, kinalipuka tena huko huko juu. Ndio kile tunasema kwamba kinasambaa. Akisambaa kinalipuka tena huko huko juu, kinaongeza tena nguvu. Kikitoka hapo kinaiacha dunia, yani uwezo wake wa dunia kukivuta unashindikana, kinaiacha dunia, kinaenda kuelea kwenye anga lingine. Umenielewa vizuri? Kinaenda kwenye anga lingine, kinakuwa kimehama kutoka kwenye anga la dunia. Haleluya. Sasa ile nguvu kikifika kule kwenye anga lingine, kinatekeleza makusudi yake sasa. Lakini kisingekuwa na kasi ya kutosha kukipeleka, kingevutwa na makusudi yasingetimia, maana kile kinaenda kule kutafiti. Wale wanaanga wanaenda kutafiti nini kinaendelea huko kwenye anga zingine. Haleluya. Wanaenda kwa ajili ya utafiti. Sasa kama nguvu itaisha, maana yake malengo hayatatimia. Lazima nguvu ya kutosha kuhakikisha kwamba malengo yao ya kujua taarifa za huko kwingine zikoje, wanatumia nguvu kubwa ya kukiondoa. Sasa nikagundua hili inahitajika. Kuna watu tunachaji kweli kweli, tunatoka kwa kasi kubwa mwezi wa 12, tunafika katikati ya mwaka tunahitaji mlipuko mwingine, na ule mlipuko tukiukosa, saa nyingine tunafika mwezi wa 12 tunaanza upya. Ile kitu tuliokuwa tumechaji mwezi wa 12 mwingine ilipotea, iliishia mahali fulani. Maana hii nayo ya rohoni ina uvutano. Naelewa? Yaani hata ungetengeneza nguvu kiwango gani ya kiroho, usisahau kuna uvutano. Siku zote kuna uvutano. Unaojiona kama sasa hivi ninavyojisikia baada ya maombi haya, naenda. Baadaye uvutano kianza, kama huna uwezekano wa kulipua tena, unarudi pale ulipokuwa. Na hicho ndicho kinatupata. Kile chombo kisipopata kingine cha kulipua kule juu, kitarudi kilipokuwa. Haitajalisha kilikuwa kimelipuka huku chini, lakini kuna mahali kitafika, isipotokea mlipuko mwingine wa kukifanya kiendelee, ile nguvu shughuli yake ni kukurudisha ulikokuwa. Nguvu ya uvutano kazi yake ni moja tu, ni kukurudisha ulipokuwa. Hapo ulipokuwa unataka kutoka. Kazi ya uvutano ni kuhakikisha kwamba wewe nenda tu, lakini utarudi hapa. Haleluya. Haleluya. Unarusha jiwe, dunia inakwambia wewe nenda tu, utarudi. Linaenda linarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa mmeelewa kwa nini nimesema tuwe na maombi ya siku 21. Na mimi nimesema nikiwa najua kwamba ni jambo geni, na kuna watu wamepata shida kidogo tena. Mara 2 jamani, mara 2 jamani. Bwana Yesu sasa. Kuna watu wamepata shida mara 2.
mara 2. Mwambie jirani yako, mshike mkono, mwambie wengine wanapigaga 60 kwa pamoja, kwa mara moja. Wa pili, wa upande wa pili, mwambie wengine wanapigaga 100 mfululizo bila kukoma. Mbona umwambie? Bwana Yesu asifiwe. Wakati wewe unasema jamani 21 mara 2, kuna wengine wakianza ni jumla mpaka 40 bila kuacha. Wengine wanaenda jumla mpaka 60, wengine wanaenda jumla mpaka 100. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi 21 tena za pozi, mnaanza mnaacha kwanza, baadaye mnakuja tena kwanza upya. Hizi rahisi sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Naomba hata ukikutana na mtu ambaye anasema jamani nyingine tena, wewe mwambie mchungaji amesema. Kuna wengine wanafanya 100. Haleluya, haleluya. Na wakati Pasaka hii ilipokuja, Mungu akanisaidia kupata kitu kipya katika Pasaka hii. Niliitwa na ndugu yangu kule Arusha, mchungaji Deo, na mwaka juzi aliniita semina ya Pasaka. Nipokuwa kule nilifundisha vyote navyodhani ukisema Pasaka, jamani, ukisema hivi kuna vingine tena vimebakia. Lakini aliponiita mwaka huu, nikiwa nawaza hivyo, sasa ameniita nitaenda kurudia ujumbe, na mimi sipendi niende mahali nirudie ujumbe ule tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati nawaza nitarudia ujumbe ule tena, ndipo Mungu akaanza kunitilia nuru ya ufunuo ambao nimeuzungumza kwenye Pasaka, kipindi kizima cha Pasaka. Nilizungumza Arusha kwa sababu pale palikuwa ni muda mrefu, zilikuwa ni siku 5, na ni kila siku nilizungumza mengi zaidi. Na nikazungumza mafunuo makubwa. Mimi mwenyewe nikaelewa Pasaka kumbe si kitu cha kawaida. Kuna vitu vingine nilikuwa sijawahi kujua. Wakati naenda kupata mafunuo, ndipo nilipogundua kwamba Pasaka si kitu cha kawaida. Halafu nikashangaa, wakati mimi sijapata ufunuo halisi, mimi naendelea nilifundisha mwaka juzi, kumbe Deo kapata ufunuo halisi tangu mwaka juzi. Yale maneno nilizungumza kwenye Pasaka mwaka juzi yakampa mchungaji Deo kugundua kumbe mwanzo wa mwaka si Januari. Kwa watu wa kiroho wakitaka vizuri kukamata channel, mwanzo wa mwaka ni Pasaka. Haleluya. Mwanzo wa mwaka ndipo historia zinakobadilikia. Historia inabadilikiaga msalabani, unajua. Haleluya. Kumbe na Biblia imesema mwezi wa kwanza ni Pasaka. Ndio mwezi wa kwanza. Lakini mwaka huu nilipokuwa naenda kufundisha, ndipo nilipokuwa nazungumza sasa vizuri kwamba nimeelewa kuna mabadiliko makubwa hutokea kwenye ulimwengu wa roho katika mwezi wa Pasaka na katika nguvu ya Pasaka. Nipoanza kusoma vizuri, nikaelewa kuna watu walikuwa watumwa miaka 400. 400. Watu wale ili waondoke kwenye utumwa, Mungu alianzisha kitu kinaitwa Pasaka. Haleluya. Amen. Alianzisha kitu kinaitwa Pasaka. Akawaambia wakiwa wanakula Pasaka, Pasaka sio Jumapili ile tunaita leo ni Pasaka. Pasaka ni yule kondoo
aliyetolewa, ndiye anaitwa Pasaka. Haleluya. Na hakuchinjwa Jumapili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kondoo wa Pasaka yule ndiye baadaye alikuja kuwa ni Bwana Yesu. Ni sadaka kubwa ambayo ikitolewa nguvu yake inatikisa ulimwengu wa roho. Hata ile tu ya kondoo mnyama, Biblia inasema ilipotolewa, Mungu akasema usiku huu nitaua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri, kuanzia yule ambaye yuko nyumbani mwa Farao na mpaka mtoto wa tumishi ambaye yuko kwenye jiwe la kusaga. Haleluya. Yani wale wa chini watakufa. Lakini Mungu hakuishia hapo. Akasema pia wakati huo nitaadhibu miungu ya Misri. Unaelewa hilo badiliko? Ulimwengu wa roho umekutana badiliko ambalo mtu macho ya nyama anaweza kujua kwa sehemu, lakini kumetokea jambo kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Kubwa sana. Mungu anasema si tu kwamba nitaadhibu wa Misri, lakini nitaadhibu miungu ya Misri. Maana yake pale falme za ulimwengu wa roho zilianguka, zilizochukua utawala wa nchi iliyokuwa inaitwa Misri ya kipindi hicho. Nguvu zozote zoko kwenye ulimwengu wa roho. Na miaka ile, na sio miaka ile, hata sasa, mambo ya utawala wa duniani mara nyingi yameambatana na uchawi. Machifu wote lazima kuwe na uchawi kwao. Yani kisha itwa familia kichifu, ujue na uchawi pia huko. Haleluya. Wafalme wale, zile kingdoms za dunia. Maana kuna wengine hawakuwahi kuwa na uchifu, walikuwa na ufalme. Kwa mfano Uganda hapa hapakuwa na uchifu, zilikuwa zinaitwa kingdoms. Buganda kingdom, Bunyoro kingdom, na Ankole kingdom. Zilikuwa ni falme zile. Na Rwanda na Burundi zilikuwa ni kingdom. Hazikuwa chiefdom, zilikuwa ni kingdom, zilikuwa ni falme. Wale jamaa uchawi wa kiwango ndio kuna wakoishi. Haleluya. Ukisikia Misri ilikuwa ndio nchi ya nguvu duniani kwa enzi hizo. Yani Misri ya enzi hizo ilikuwa ni zaidi ya Marekani ya sasa kwa uwezo, teknolojia na kila kitu. Haleluya. Lakini miungu, wakati mimi nikisimuliwa, kuna binti yangu ile mdogo anavijuaga sana, anavisoma halafu inakaa kichwani sana. Ananisimulia miungu ya Misri, Osiris, nini, akamzaa nani, Mungu akamzaa. Wale miungu walikuwa wanazaa watoto. Mimi nakumbuka Osiris. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa na miungu kila aina. Na kila mungu ana kazi. Na ile miungu ndio inatawala mfumo wa maisha. Wanaishi kwa kanuni za ile miungu. Na ile miungu si sanamu, walikuwa wanazichongea sanamu zake, lakini zile sanamu sio miungu yenyewe. Zile sanamu zilikuwa zinachongwa kuwakilisha namna wanavyofikiri huyo Mungu anavyofanana. Sio kwamba sanamu yenyewe ndio Mungu. Ile sanamu zile walikuwa wanajaribu kuimagine huyu Mungu wa fertility lazima ni wa hivi. Kwa hiyo lazima wanamtengeneza sanamu yake.
Haleluya. Huyu Mungu wa vita bila shaka anafanana hivi. Wanamtengenezea na sanamu yake. Sio kwamba zile sanamu ndio zilikuwa Mungu. Sanamu zilikuwa zinawakilisha. Sanamu nyingi za kila aina. Mungu akasema na adhibu. Maana yake siku hiyo ulimwengu wa roho utaganda. Pepo aliyetamani angefanya kazi hata kuwa na nguvu za kufanya kazi. Ufalme wa giza ambao ungedhani ungefanya kazi hautakuwa na uwezo kabisa wa kufanya kazi. Kila kimoja kitakuwa kwenye vipigo. Sasa Mungu aliadhibuje? Wanaelewa wenyewe huko ndani kwenye ulimwengu wa roho, wanaelewana vilivyokutana. Lakini Mungu akasema nitaadhibu, na waliadhibiwa. Hiyo ndio siku Farao na Wamisri wenzake walisema hawa waondoke. Kila mtu akasimama na mwambia Farao waruhusu waende kwa sababu tumeshakufa. Maana waganga wanajaribu haviendi, wanajimu wanajaribu haviendi, kila mtu anajaribu ufundi wake wa ulimwengu wa roho, haviendi. Wakasema tumeshakufa. Walipokuwa wanasema tumeshakufa, walikuwa ongelea tu ile misiba ya wale watoto waliofariki. Walikuwa naongelea pia hata nguvu yetu na tufanya jina letu lijulikane duniani imeisha. Tumeshakufa. Waambie waende, waondoe haraka, waondoke watu hawa, tumekufa wote. Baadaye Mungu akawaambia, alikuwa ameshawaambia tangu huko nyuma wana wa Israeli, akasema siku ya kuondoka hamtaondoka kitupu. Hamtaondoka kitupu. Lakini kila mtu atachukua kutoka kwa Wamisri anachotaka, fedha, dhahabu, mavazi, kila kitu mnataka, shaba, mtachukua kwa Wamisri. Najaribu kufikiria scenario hiyo au hali hiyo, kwamba watu wana msiba halafu wewe unaenda kuchukua hela. Hakuna huruma. Mwambie jirani yako hakuna kuhurumia mashetani. Yaani wana msiba, wamefiwa, kila familia ilikuwa imefiwa. Haleluya. Hapakuwa na familia Misri hakuna msiba. Wote walikuwa kwenye maziko, kama ni maziko, kama ni maombolezo wanavyoita. Lakini wakati katikati ya maombolezo wanakuja kina mama wa Kiebrania, hawajali, hakuna pole, hakuna jamani tunawahurumieni mnavyolia maiti melala hapo. Wanasema lete hilo gauni, lete hiyo nani dhahabu hapo, lete hiyo. Wanatoa, wanawatetemekea, huku wako kwenye msiba, huku wanaporwa. Wanatoa. Ukitengeneza hiyo picha unaelewa maana ya miungu kuadhibiwa. Unaelewa maana ya Mungu ameamua kushuka aadhibu miungu. Anatengeneza nini? Historia nyingine. Anabadilisha misimu. Anatengeneza msimu mpya kwenye maisha ya watu. Haleluya, haleluya. Watu wanalia wamefiwa, halafu anakuja wengine hata hawajali habari, hata hawaulizii. Wao wanachukua wanachokitaka kilichowaleta. Na mnatoa, hajalishi mnalia, mnatoa. Unalia huku unatoa hela, unalia huku unatoa dhahabu, unalia huku unatoa shaba, unatoa. Wamisri walikuwa kwenye maumivu makubwa kwa sababu tayari wametekwa nyara. Na wametekwa nyara kwa sababu miungu yao imepigwa.
Wametekwa nyara kwa sababu miungu yao imepigwa. Haleluya, haleluya. Nikaelewa, okay, Pasaka ni jambo lingine. Pasaka ni jambo lingine. Haleluya, haleluya. Na wana wa Israeli, Mungu akawaambia, mnabadilisha kalenda. Mnabadilisha kalenda kiasi kwamba miaka iliyowahi kuwepo mtaifuta kama haikuwahi kuwepo. Unanielewa? Mungu anawaambia mtafuta miaka iliyowahi kuwepo, mtaifuta kana kwamba haikuwahi kuwepo, kwa sababu naanzisha kalenda nyingine. Akawaambia huu mwezi utakuwa ndio mwanzo wa miezi kwenu, na utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Haleluya. Nikapenda ile imani. Unajua, ulishawahi kuishi, unakumbuka Ibrahimu babu yenu aliishi na nani aliishi, halafu mnaambiwa muamue kukubali kwamba japo kuwa aliishi, lakini aliishi kwa muda usio kuwepo. Yani hata muda mnaufuta, mnabaki tu mnakubali tulikuwa na baba anaitwa Ibrahimu, lakini muda alioishi hatuhesabu kwenye miaka yetu, maana Mungu ameanzisha mwingine. Haleluya. Wakaamua kukubaliana na Mungu, wakazifuta nyakati zilizowahi kuwepo. Aliyewahi kufanya vitu vya kusababisha sifa nzuri, anaona kuna sifa nzuri kuliko hizi. Haleluya. Maana Mungu anaposema ufute, hafuti tu vibaya, hata vizuri ambavyo vingekufanya ujivunie uliona vizuri, halafu baki umebweteka kwenye hivyo, navyofuta. Bado fursa kufanya zaidi ya hapo inakuja. Haleluya. Fursa ya kufanya zaidi ya ulivyowahi kufanya inakuja. Hiyo futa, sawa uliwahi kufanya, sawa, futa. Kwani Ibrahimu nafikiri hakuna alichofanya? Ibrahimu alifanya makubwa, tunakwenda pamoja. Lakini time zake zimefutwa kwa sababu kuna kipya kinakwenda kutokea. Haleluya. Kalenda ikaanza upya. Miaka ya Wayahudi inahesabika kuanzia mwaka wa kwanza ule. Leo imeshafika si 1000 ngapi, lakini inaanzia pale. Na kila mwaka kikifika kipindi hiki ni mwezi wa kwanza. Kwa sisi kwetu sisi tunaita Aprili, lakini wao sio Aprili. Tungeita Januari, lakini sasa wao hawaiti Januari, wanaita Nisan. Haleluya. Kwao ni mwezi wa kwanza. Kwa sababu ya hiyo historia, kwa sababu hiyo siku ndio Mungu alipofanya jambo dunia haijawahi kukutana nalo, kufanya watu waondoke kwenye utumwa. Watu hawakuwahi kuwa taifa waitwe taifa. Haleluya. Watu ambao hawajawahi kuwa taifa waitwe taifa. Mungu alifanya miujiza haijawahi kutokea. Aligawanya bahari kwa ajili ya watu hao. Kwa hiyo ndiyo kitu inaitwa Pasaka. Kwa hiyo katika maneno hayo nikaelewa, okay, hii imekutana, haya maombi ndio ujumbe wa maombi haya. Jina la Yesu libarikiwe. Ujumbe wa maombi haya unatupeleka katika aina nyingine ya maisha. Ndio maana juzi nikasema ulikuwa mtumwa na watu walikuwa na mtumwa. Sasa utaonekana mteka nyara waliokufanya mtumwa. Haleluya.
waliokupiga na kukudhurumu watakufanya uwe tajiri. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa sababu Israeli hakuzaliwa awe mtumwa, na ndivyo tulivyokuwa watumwa wa shetani. Haleluya. Hatukuumbwa tuwe watumwa wa shetani. Ndio maana Mungu akatoa Pasaka, kondoo. Wana wa Israeli walitoka kwa nguvu inayoitwa Pasaka. Shetani alipokuja akawa mungu wa dunia hii, akawa mtawala, akajimilikisha. Aliyekuwa mtawala akafanywa mtumwa, na aliyepaswa kuwa mtumwa akawa mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akafanya jambo lile lile. Zamu hii sio kondoo mnyama, zamu hii ni kondoo wa kweli, anaitwa mwana kondoo wa Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Wayahudi walikuwa na utaratibu enzi za Yesu zile. Wakileta kondoo wa Pasaka, wanamvalisha shingoni chapa fulani, lebo. Lebo nadhani Kiswahili chake ni chapa, si ndio? Wanaandika juu yake kwenye ile chapa, ilikuwa nawekwa kwenye kipleti cha shaba na uzi wa shaba. Wanavalisha shingoni, juu yake umeandikwa jina la ile familia ambayo imetoa huyo kondoo. Lengo lao na maana yao, wanataka kila familia imwambie Mungu na Mungu waone tumetoa kondoo wa Pasaka. Familia yetu imetoa sadaka ya Pasaka. Haleluya. Yesu naye alipokwenda mwana kondoo wa Mungu, Mungu akafanya jambo hilo hilo. Kuna watu hawafahamu kwa nini Pilato aliweka kibao pale juu kimeandikwa Yesu wa Nazareti au Mnazareti, mfalme wa Yahudi. Wakati wa kondoo wote wanaokuja Yerusalemu kwa ajili ya kuchinjwa Pasaka wamekuja wamevaa shingoni. Kama familia ya Sentozi, kuna kibao kinaning'inia kimeandikwa Sentozi, ijulikane familia Sentozi tumetoa kondoo wa Pasaka. Na nyingine na nyingine na nyingine, kila wao kutoka familia yao wametoa kondoo, wamemwekea chapa kwa pleti ya nani, ya shaba, ina jina la familia yao. Wakati mwana kondoo, Mungu ndiye alipotoa kondoo, kikawekwa kibao kwa juu kimesema Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Kimeandikwa lugha 3. Lugha ya kwanza ni Kiebrania, lugha nyingine ni Kiyunani, na lugha nyingine ni Kirumi. Kiyunani kwa nini? Ndio lugha ilikuwa inatumiwa na watu wote, kwa sababu Kiyunani ilikuwa kama ilivyo Kiingereza leo. Yaani ukitaka duniani ufike kila mahali bila kupata matatizo, unajua Kiingereza. Ukijua Kiingereza kwenye dunia unaenda popote na unawasiliana na yeyote duniani, kwa sababu karibu dunia nzima inajua Kiingereza. Haleluya. Ndio lugha ya kibiashara ya dunia. Kwa Kiyunani kwa ulimwengu wa kipindi kile ilikuwa lugha yao ya kibiashara. Kwa kila mtu alikuwa anajua tu Kiyunani, haina shida. Kiyahudi au Kiebrania si wote wanajua. Kirumi ambacho ni Kilatini, Warumi wa miaka hiyo walikuwa wanatumia Kilatini. Kilatini si wote wanajua. Kwa Pilato akaandika Kilatini ambacho walikuwa nakiita Kirumi. Sasa Wayahudi na watu wa enzi hizo, haya maneno yanawasaidia kuelewa kitu. Kuna mahali nawapeleka tuingie kwenye maombi. Wayahudi pamoja na watu wote wa enzi hizo, kiandika maneno wanatafuta yana maana gani, na njia moja hapo walikuwa wanatumia kujua yana maana gani, angalau hata kupata fununu yana maana gani, walikuwa nasoma herufi ya kwanza
ya kila neno, wakiunganisha wanaelewa kitu hiki ni nini. Ndio maana umekuta Kilatini wanaandika INRI. Mshaona picha, kuna kakibao juu yake kameandikwa INRI. Yale ni vifupisho. Neno la kwanza ya yale maneno aliandika Pilato yalivyokuwa yameandikwa kwa Kilatini. Kiebrania, waliposoma wale wanaojua Kiebrania, wale makuhani na Mafarisayo, waliposoma wakagundua herufi ya kwanza zinasema Yawe. Yawe ni Yehova, kwa sababu neno la kwanza kwa Kiebrania Yesu wa Nazareti, Yesu, lilikuwa limeandikwa Yehoshua. Ni wakaweka wa yao hapo. La pili, Mnazareti, limeandikwa kwa Kiebrania Hanazri. Soma, wakaongeza H, Hanazri, yani Mnazareti. Lingine linalofuata linasomeka Vemelech. Vemelech. Wayahudi ndio wanaotamka mahali ambapo sisi wengine tunatamka W. Wao wanatamkaga V. Pale ambapo sisi tunatamkaga W pamoja na B, wao ni V. Yoabu, wao ni Yoavu. Ndio maana kuna jamaa anaitwa Yoavu Gallant. Yule ni Yoabu. Mimi naitwa Eliavu. Maana jina langu ni la Kiebrania. Waebrania hawezi kusema Eliabu, wanasema Eliavu. Mimi na jina zuri, mwambie. Jina langu maana yake God is my father. Mungu ni baba yangu. Ndio maana ya Eliavu kwa Kiebrania ni Mungu ni baba yangu. God is my father. Eliavu. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, unajua maana jina lako? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakasoma Vemelech, wakaweka. Halafu ya mwisho inasoma Hei Hudem. Hei Hudem. Hiyo ni Wayahudi yani. Hei Hudem. Wakaweka H nyingine. Kwa hiyo umeshapata H, umeshapata YHVH, ambao ni kifupisho cha neno Yahwe. Wao wanapoandika Yahwe hawaweki silabi, zote zinakuwa consonant. Ni maneno, ni herufi zisizo na watoto. Kwenye lugha yetu tulipokuwa tunajifunza la kwanza na la pili, nasema unaandika M, ukiwekea A, huyo ni mtoto wake. Inakuwa A, E, I, O, U ni watoto. Sasa hazina A, E, I, O, U. Za kwao hazina A, E, O, U. Ni Y, H, W, H. Ambao sisi tunaandika. Wao wanaandika YHVH. Imeshasoma Yahwe, ambayo maana yake ni Yehova. Kumbe Wayahudi wakagundua alichoandika Pilato kimeweka lebo kwamba huyu ni Mungu, maana Yahwe ni Mungu. Ndio akakataa kwa nguvu, akasema usiandike hivyo, andika aliyejiita mwana wa Mungu. Mwana waligundua ameandika Yahwe, ambalo ni jina kubwa. Wao wakilitaja wanajiandaa, yani kabla hujasema Yahwe, kuna amri inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Wanajiandaa kweli kweli, wanajifunika hivi, wananawa mara wanafanyaje ili aseme Yahwe. Sasa Pilato kaliandika juu ya mtu wanayemwona ni muharifu, kaandika juu yake Yahwe.
Maana yake ni Mungu huyu. Wakasema ondoa hiyo kitu, tumekosea sana. Ondoa, andika hivi aliyejiita. Pilato naye akajisimamia, nilioandika nimeandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilioandika nimeandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu gani naongea hapa? Siku ile ndiyo ufalme ule tunaoujua wa Shetani, mamlaka yote tunayojua ya Shetani ya ulimwengu wa roho, ndipo ilipoangukia. Na ndio siku kizazi cha wanadamu kilizalisha historia mpya ya kiumbe kingine kinaitwa kanisa. Wakati huo kulikuwa kujawahi kutokea kitu kinaitwa kanisa, kikazaliwa kitu kinaitwa kanisa, na Biblia ikaita kiumbe kipya. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kama Pasaka ilileta historia mpya, mwaka huu italeta historia mpya kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Na ndio maana tunaomba, tunataka tuombe tukutane na kitu kipya. Maombi haya 21 yatuingize kwa kitu kipya. Andika, sitasoma sasa. Nimesimulia, nilikuwa kwenye utangulizi kwa nimetumia muda mwingi kujenga msingi. Lakini nilikuwa nimelenga kusoma na wewe maandiko yako katika Yoshua sura ya 14 mstari wa 6 mpaka mstari wa 15. Na title ya kitu nataka kusema, nilikuwa nimetaka kusema leo, inaitwa Killing the Giants, kuua majitu. Maisha yetu yamekuwa na majitu kama mafarao hivi. Haleluya. Kama mafarao hivi, kama zile falme zilizokuwa zimekaa kwenye ulimwengu wa roho, zimatutesa, ambazo zilitakiwa zikutane na nguvu ya msalaba. Haleluya, 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 haleluya. Nisikilize, kuna wakati Mungu anaamua kutengeneza historia mpya, na anapotengeneza historia mpya anatafuta mtu ambaye kwa Kiingereza tunasema unlikely, yani mtu ambaye si ambaye ungemtazamia, halafu anaua jitu. Sema anaua jitu. Sema anaua jitu. Haleluya. Kuna mambo yamekuwa majitu kwenye maisha yetu. Hayatauawa na mtu mwingine, yatauawa na wewe kwenye maombi haya katika jina la Yesu. Kuna mambo yamekuwa majitu, yani yamekukandamiza, yamekung'ang'ania, hayataki kukuacha, yamekutawala, yamekutesa, lakini wewe mwenyewe kwenye maombi haya utaua majitu. Haleluya. Kwenye siku kama 3 hivi nitaongelea kitu kinaitwa Killing the Giants. Vile vinaitwa vilishindikana vile. Haleluya. Killing the Giants. Hii mstari ambao nilitaka nikusomee ni mzee mmoja wa miaka 85. Miaka 45 kabla ya wakati huo, watu wote wameenda kupeleza nchi, wakakuta majitu, wakaja wanatetemeka kila mtu, na wote wakumbuka walikuwa ni maaskari wale wote, halafu ni vichwa vya kabila zao, halafu wote ni maaskari. Wale jamaa wote wanakuja wanasema, tumeenda tukajikuta tunalingana na panzi, na wao walituona ni mapanzi. Haleluya. Kwa hiyo hatuwezi kabisa kwenda kupigana na wale. Huyu jamaa huyu ambaye ndio nitaka kusema habari zake, wewe utasoma mwenyewe, akasema twendeni Mara tukatamalaki ile nchi, kwa sababu ikiwa Mungu ametufurahia atatupa ile nchi. Na wale watu mnaosema ni majitu, wale ni chakula. Mwambie jirani yako, kuna majitu yatakuwa chakula.
Haleluya, haleluya. Kuna majitu zamu hii kwenye maombi haya siku 21 yatageuka chakula. Yule alikuwa bado kijana miaka 40 wakati ule, akasema hao mnaoita majitu kwangu mimi ni chakula hao, twende tukayapige, halafu tukue nchi, maana Bwana anatufurahia. Kuna mahali lazima uingie kwa jina la Yesu. Kuna uhalisia lazima uonekane. Haleluya. Baadaye ile safari, bahati mbaya kwa sababu wale jamaa waliopoteza imani, Mungu akaifanya iwe ya miaka 40. Kwa kaanza kuzunguka kutokea wakati huo, akatumia miaka 40. By the time wanafika pale kwenye ukingo wa Yordani, huyu kijana alikuwa na miaka 40, sasa na miaka 80. Ule mchakato sasa kwenda kuchukua mji hadi mji, eneo hadi eneo, ukaenda mpaka wanafika kwenye lile eneo ambalo yeye alikuwa analitaka, na Mungu alimwambia kwamba hili eneo ambalo wewe umekwenda ukalipeleleza ukakuta majitu, hilo ndio wewe utachukua. Manake Mungu alisema wewe nakuaminia kwa kuua majitu. Ambia jirani yako, Mungu akuaminie kwa kuua majitu. Jiweke aina ya mtu ambaye Mungu atasema najivunia, huyu jamaa anaua majitu. Haleluya, haleluya. Pale mahali palikuwa ni eneo hasa kama headquarters za yale majamaa yenye miili mikubwa mikubwa, maana ya Anaki. Yalikuwa na kama eneo fulani linaitwa Kiriath Arba. Kiriath, utasoma hayo maneno utakuta kwenye hayo maandiko niliyokuambia kusoma. Huyo Arba alikuwa ndio mkubwa wa yale majamaa. Yale majamaa yalikuwa ni mashetani. Nitakufundisha siku moja, sio kwenye somo hili, nitakufundisha kitu kinaitwa nchi ya majitu. Nitakufundisha watu wanaitwa Waanaki, kuna watu wanaitwa Warefai, kuna watu wanaitwa Wanefiri. Kama wale kina Ogu, yule alikuwa na kitanda cha futi ngapi, sio yule wa kule Bashan, alikuwa ni uzao wa Warefai. Majitu aina ya Warefai. Haleluya. Sasa Yoshua Caleb Mungu anamwamini kwa shughuli, anasema mimi shughuli yangu nashughulika na majitu, sishughuliki na madogo madogo. Mimi natafuta watu wa aina hiyo kanisani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Natafuta vijana wa hivyo, mabinti wa hivyo, akina mama wa hivyo, wanashughulikaga na majitu. Yale ambayo yameshindikana, yale yametisha wengine, yale yamefanya wengine kuwa mapanzi, wao wanashughulika na hayo, na wataibuka kwa jina la Yesu waua majitu. Haleluya. Mungu akamwambia Caleb, ile sehemu umeenda ile ambayo lile jitu kubwa linaitwa Arba linapoishi na majitu mwenzake, wewe utarithi hapo. Sasa kwenye ile mzunguko wa kutoka kule kamata kule, ikameshaongeza miaka 5 mingine. Kwa hiyo by the time anafika eneo lile, mzee ana miaka 85. Watu tunaoita unlikely, yaani mtu ambaye kwenye vita huwezi kumtazamia kuwa vitani. Tunakwenda pamoja. Ni watu naita unlikely, kama David, mtoto wa miaka 10 na ngapi, ameenda kupigana na jitu. Ni hao tunaita unlikely. Ni wale watu ambao huwezi hata kumhesabu kwamba naye kwenye mambo kama haya anaweza kahusika. Kuna watu watafanya mambo ambayo watu wanawadhania sio wao wangehusika. Haleluya. Kwa hiyo Caleb amefikia umri ambao ni unlikely, mzee wa miaka 85 kwenda kupigana na Wanefili. Sio tu watu wa kawaida, anapigana vita na watu wenyewe anapigana nao ni Wanefili, na anataka nchi yao aichukue. Watu wakamtazama. Jumapili nilikuwa nawaambia, wakamfananisha na mtu asiyeweza vita. Mwambie jirani yako, usinifananishe na mtu asiyeweza vita. Haleluya.
Mwambie usinifananishe na mtu aliyeishiwa nguvu. Wewe muulize, unavyonitazama unaona nafanana na mtu ameishiwa nguvu? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Usinifananishe na mtu hana nguvu. Akawaambia zile nguvu mnazozikumbuka nilizokuwa nazo zamani nilipokuwa na miaka 40 mpaka leo nina miaka 85, bado ninazo. Nina nguvu vile vile kama nilivyokuwa na nguvu nikiwa na miaka 40. Leo nina nguvu vile vile nikiwa na miaka 35. Naweza kutoka kwa vita, naweza kuingia kwa vita, naweza kukabili vita. Akasema nipeni mlima huu wa Kiriath-Arba. Huu ndo nataka huu. Najua naoenda kukabiliana nao. Nipeni Kiriath-Arba. Mimi sipigani na wadogodogo. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Mnakumbuka Bwana alivyosema kwa habari zangu akimwambia Musa kwamba mimi ni eneo hili. Tusimame. Nataka jioni ya leo tuanze kila mmoja kwa kuomba kujitambua kama hayuko miongoni mwa watu wasio na nguvu. Haleluya, haleluya. Mungu kwanza abiri na ufahamu wako wa kujitambua kwa uhalisia. Yesu alikufanya nani kwenye kazi ya msalaba? Huwezi kumetokea msalabani halafu kawa miongoni mwao wanaoitwa hawana nguvu. Wewe hujatokea msalabani. Aliyetokea msalabani hawezi kuwa miongoni mwa watu wanaoitwa hawana nguvu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu nisaidie kutazama mtu, mwambie mbona bado umekaa? Kwani wewe ni wale? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nisikilize. Nataka tuanze kwanza jambo hilo kwenye fahamu zetu. Hauko miongoni mwao wanaoshindwa. Hauko miongoni mwao wasiofahamu msalaba uliwazaa kwa jina gani. Hilo ulijua. Msalaba ulipokuzaa ulizaa nani? Ulizaa mnyonge. Mimi ni mtoto tu, mimi ni mjane tu, mimi sina chochote, mimi sijui sina nini, mimi sijui nikoje. Msalaba haukuzaa hivyo. Jina la Yesu libarikiwe. Sikiza nikwambie kitu, msalaba ulizaa. Msalaba ulizaa uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, wapate kutangaza fadhili zake aliyowaita kutoka gizani na kuingia katika nuru yake ya ajabu. Hao ndio waliozaliwa na msalaba. Hao ndio Yesu aliwatoa msalabani. Jina la Yesu libarikiwe. Si dhaifu, si miongoni mwao wasio na nguvu, ni miongoni mwao walio na nguvu, kuanzia nguvu za imani. Anasema si miongoni mwao wastao, bali tu miongoni mwao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Jina la Yesu libarikiwe. Ukijajijua ni miongoni mwao wenye nguvu, halafu mtakuelekeza kuyabaini majitu. Majitu. Najua kila mtu ana majitu. Hata hili kanisa limekuwa na majitu. Ndio maana kanisa badala ya kukua linapungua. Kuna majitu mahali fulani. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo nataka tuombe. Nataka tuombe. Yes.
roho yanayokutambulisha wewe ni nani. Ambia ulimwengu wa roho kwamba wewe ni nani. Kuna namna ulimwengu wa roho umekufananisha na watu wasio na nguvu, umekufananisha na watu wa kushindwa, umekufananisha na watu wa kutunza dhambi mioyoni mwao na milini mwao hawezi kushinda, umekufananisha na watu wa roho ya kukata tamaa na hali ya kuchoka, umekufananisha na watu wasioweza kazi ya Mungu, umekufananisha na watu ambao hawezi kubarikiwa. Jitambulishe leo katika ulimwengu wa roho. Simama kama jasiri, kama Daudi alivyojitambulisha, kama Kaleb alivyojitambulisha, akasema mimi ni yule yule, mimi ni yule yule wa miaka 45 iliyopita, mimi ni yule yule, mimi ni yule niliyesema kwamba hawa watu ni chakula kwetu, mimi ndio niliyesema twende tukatamalaki. Nilisema miaka 40 iliyopita, najitambulisha tena kwamba mimi ni yule yule. Naomba kujitambulisha ulimwengu wa roho kutambue. Kuna wakati mwingine shetani anakutazama vibaya, anakuhubiri maneno ya kukuangusha, maneno ya kukudhoofisha. Jitambulishe, jitambulishe. Mwambie wewe ni nani. Mwambie wewe ni nani. Mwambie Mungu amekufanya kuwa nani. Mwambie msalaba wa Golgotha umekufanya wewe kuwa nani. Yale anayokuhubiri achana nayo. Yale mazingira yanayokuzunguka ambayo yamegeuka kwamba yanakuhubiri achana nayo. Mwambie kwa uhalisia msalaba umekufanya kuwa nani. Msalaba umekuumba kiumbe cha namna gani. Msalaba umetengeneza mtu gani kutoka ndani